thank you for joining us wherever you are watching us from. And today I'm privileged to talk to people from Kanisa Halisi la Mungu Baba. Here we are in Tanzania, Dar es Salaam, and I would like them to introduce themselves so that we know who they are and exactly what this church is all about, and the brief background of the church. And you just need to stay tuned to this broadcast so that you learn more about Kanisa Halisi la Mungu Baba. Now, I'll start with you just to introduce yourself, your brief background, and anything concerning you, just brief. Thank you. Majina yangu naitwa Kuhani Moja Halisi. My name is Kuhani Moja Halisi. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania. From Dar es Salaam, Tanzania. Tegeta. Mahali kanisa lipo. Where the church is. Namshukuru Mungu Baba mno. I thank God the Father very much. Chanzo cha mambo yote mazuri. The source of everything, every good thing. Kwa ajili ya lango la leo la pekee. For the day today, which is so nice. Ambalo tumetembelewa. Whereby we have been visited. Na watangazaji wa vyombo vya habari kutoka Zambia. By the journalists from Zambia. Baada ya kusikia habari za Kanisa Halisi la Mungu Baba. After that they have heard about the church, the real church of God the Father. Wakawa na shauku ya kuja kuliona. They were so anxious to come and see where this church is allocated. Pamoja na kuona chanzo chake. And see the source of the church. Tunamshukuru mno Mungu Baba kwa ajili hiyo. We thank God the Father very much. Zaidi sana namshukuru mno Mungu Baba. Beyond that, we thank God the Father. Kwa ajili ya Baba Halisi. Because of the real Father. Mama Halisi. And the real Mother. Na familia yake. Together the whole family. Kwa sababu. Because. Tunapotamka Kanisa Halisi. When we mention of the real church of God the Father. Ni rahisi kusema kinywani. It can be easy to mention it in the mouth. Lakini sio rahisi kupafikia. But not easy to reach at the peak of it. Ni kama vile watu walikuwa nasema mbinguni. It is as people say in heaven. Lakini ikawa pia vigumu kufika huko mbinguni. But it is so very hard to reach in heaven. Neno kanisa. The word church. Linaweza likawa msamiati. It can be a vocabulary. Kwa sababu Mungu Baba alikuwa anataka kanisa. Because God the Father wanted the church. Kuanzia chanzo. Since the source. Ndio maana aliachia moyo wake wa kwanza. That's why he let his first heart. Ule moyo wa mwanzo aliuachia ili uje uumbe. The first heart he let it come and create. Vitu alivyoviona vikimsifu. Things which he saw worshiping him. Vimeandikwa Zaburi ya 98. All are written in Psalms 98. Kwanza ule mstari wa kwanza. From verse 1. Na kuendelea. Ahead. Mpaka ule mstari wa 9. Up to verse 9. Kitabu kinasema kwamba Mungu Baba alivyoona uumbaji. The word of God says when God the Father saw the creation. Kabla haujakuepo. Before it was in reality. Alitaka sasa ule uumbaji uwepo. So he wanted that creation to be real. Akaachia moyo wake wa mwanzo. Then he released the first heart. Na moyo wa mwanzo tunaupata Mwanzo moja moja. That first real heart of God the Father we get in Genesis 1. Anaposema kwamba when he says hapo mwanzo Mungu Baba aliziumba mbingu na nchi. When he says in the beginning God the Father created the heaven and the earth. Ule moyo ulipotumwa kuja kuumba vile vitu Mungu Baba alivyoviona kwenye moyo wake. When that heart was sent to come and create the things that God the Father saw in his heart. Mungu Baba akaupa kuja kuumba vitu vyote vile. And God the Father commanded it to come and create all of those things. Ule moyo ulikuja na kuwaza jinsi ya kuanzia. The heart began with to think where to begin from. Ndio maana ukisoma sasa Ufunuo sura ya 12. That's when you read in Revelation chapter 12. Kitabu kinasema kwamba the word of God says, na ishara kuu ilionekana mbinguni. And the great sign appeared in heaven. Alivyokuwa jua na mwezi.
a woman who was crossed with the sun and the moon, mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, and the moon was under her feet, najua kichwa chake taji ya nyota 12, and the crown of the 12 stars on her head. na ule mstari wa 3 Verse 3, unasema kwamba ikaonekana ishara nyingine mbinguni. it talks about the second sign that appeared in heaven, Na tazama joka kubwa jekundu, and this revealed the dragon, the snake, red snake, aliyekuwa na vichwa 7 who had 7 heads na pembe 10, with 10 horns, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. and on their heads they had 7 crowns. Ukisoma ule mstari wa 7, When you read verse 7, kulikuwa na ishara nyingine mbinguni, there was another sign in heaven, vita. war. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, Archangel Michael fought with the dragon, naye joka akapigana pamoja na malaika wale, and the dragon also fought with the angel together with Michael. lakini joka alikushinda. But the dragon never won in the war. Kwa nini anasema ishara? Why is he saying about the signs? Tena ya ajabu. And he says is a strange sign. Ishara ni kitu ambacho hakikuwepo. Science is something which wasn't in reality. Maarifa kukifanya kiwepo ndio ishara. The knowledge that makes the sign to be there is the sign itself. Kwa hiyo Mungu Baba hakutarajia hizo ishara. So God the Father never expected those signs. Kwa hiyo ishara ya kwanza ikaleta kinachoitwa mwanamke. So the first sign brought what we call a woman. Ishara ya pili ikaleta nyoka. The second sign brought what we call a snake. Ishara ya tatu vita. The third sign brought what we call war. Kwa hiyo hapo inamaanisha kwamba So from there we learn that ule uumbaji uliharibika. that first creation was distorted. Kwa hiyo moyo wa mwanzo So the first heart, haukufika kwenye kusudi. it never came to the real purpose of God the Father. Kwa hiyo sasa wakati wa uumbaji So in the creation, ule moyo tayari ukawa umeshaibiwa. so that heart was already Aliyeiba lile faili la uumbaji, the one who stole that file of creation, akalitumia yeye kuumba. he used it to create. Ndio maana Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 2 inasema kwamba That's why in Genesis chapter 1 verse 2 the word says na nchi ilikuwa ukiwa that the earth was void, na utupu, without anything. na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya And maji. darkness was on the top of the deep of the water. Roho ya Mungu Baba ikatulia juu ya uso wa maji. But the Spirit of God the Father hovered all over the water. Maana yake zile ishara zilizoonekana mbinguni So those signs that appeared in heaven, pamoja na lile joka, together with the other snake, kwa hiyo Mungu Baba alilitupa hilo joka chini. so God the Father dropped that serpent down. Kwa hiyo uumbaji sasa ukashindikana, So the creation was destroyed. ule wa mambo mazuri. The creation which was to be good was destroyed. Giza ukiwa na utupu ni mambo mabaya. So darkness, void, and vacancy is all that we call bad things. Upofu ni mambo mabaya. Blindness is bad thing. Hasara ni mambo mabaya. Loss is bad thing. Majira mbaya, mara kesho majira mzuri ni mambo mabaya. Days, all those are bad things. Unyonge, udhaifu ni mambo mabaya. Infirmities and diseases are all bad things. Utumwa ni mambo mabaya. Slavery is bad thing. Mahangaiko ni mambo mabaya. Fidgeting is bad thing. Sasa utaona ile Mwanzo sura ya 3. In Genesis chapter 3, Kitabu kinasema kwamba the word of God says, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni
So the serpent was so wise than any creature in the wilderness. Wakati Adamu anaumbwa, When Adam was created, anaumbwa kwenye udongo. he was created from the sand. Lakini ukisoma Mwanzo ile sura ya 2 When you go back at Genesis chapter 2, na ule mstari wa 7, verse 7, mtu akawa nafsi hai. man became a living soul. Lakini ule mstari wa 9 unasema kwamba Verse 9 says, Mungu Baba akachipusha katika ardhi kila mti unaotamainika kwa macho, God the Father made the ground to germinate, na kufaa kwa every kuliwa, kind of na tree. kufaa kwa kuliwa, which was capable for eating, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya katikati ya bustani. and the tree of knowing good and evil in the midst of the garden. Na ule mstari wa 17 Verse 17, Mwanzo sura ya 2 Genesis chapter 2, unasema kwamba it says that, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, that I command you not to eat the fruits of the tree of knowing good and bad, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. because the day you will eat that fruit, you will surely die. Sasa Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 ndio anakutana na huyo nyoka. So in Genesis chapter 3 verse 1, that's when Eve meets with the serpent. Ambaye ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya. That serpent is the tree of knowing good and evil. Sasa nyoka alikuwa juu, The serpent which was above, alijua mema. he knew good. Alipotupwa chini, When he was dropped down, akajua mabaya ya kutupwa, he knew even the evil after that he had been dropped down. kwa sababu kabla ya Adamu kuumbwa, Because before Adam was created, Ezekiel 28 in Ezekiel chapter 28, mstari wa 15, verse 15, ila ukisoma pia mlango wote or when you wa read the whole 28, chapter, unasema kwamba kerubi aliumbwa it tells us that cherub was created ili ampe Mungu Baba zile sifa alizoziona kwenye moyo wake, so that he can praise God with the praises that God saw in his own heart. lakini kwa sababu anguko limeshatokea kule mwanzoni But because of the fall which has already begun kwenye moyo wa mwanzo, in the first heart, wale maadui waliomdanganya moyo wa mwanzo those enemies who deceived the first heart, wakamdanganya na kerubi. they also deceived cherub. Ukisoma ule mstari wa 16 When you read in Ezekiel 28:16 hadi 19, up to 19, kerubi naye akawa majivu so cherub also became ash na mavumbi, and he became dust. akatupwa. He was thrown. Adamu naye hapa tunaona akianguka. We see also Adam falling. Mungu Baba yuwa hakati tamaa. God the Father does not lose hope. Alijua yuko majira kabisa ambayo yatasimamisha kusudi lake. He knew there is a time when I will make my purpose to come to stand. Akaja akajaribu tena kwa Nuhu. He came again and he met Noah. Akamvusha kwenye gharika. He made him pass through all the flood. Mwanzo sura ya 9 mstari wa 20. In Genesis chapter 9 verse 20, Kitabu kinasema Nuhu akalima zabibu. the word of God says Noah cultivated the fig trees. Badala ya kutengeneza juisi, Instead of making the juice, akili ikawa ni ya nyoka. but he had the mind of the serpent. Akatengeneza pombe, He went and brewed the alcohol, akalewa, and he drank, akawa uchi. and he became naked. Kuwa uchi To be naked sio mavazi tuliovaa, is not putting off the, bali ufahamu wa Mungu Baba uliondoka ndani but yake. is the understanding of God the Father that Akawa na left ufahamu wa him. nyoka. So he adapted the understanding of the serpent. Mungu Baba akajaribu tena kwa Ibrahimu, God the Father shifted it to Abraham, kwa sababu huwa hachoki. because God the Father does not lose hope. Na Isaya sura 40 mstari wa 28
In Isaiah chapter 40, verse 28, unasema akili zake hazichoki. he says his understanding does not wear off. Akamleta tena Ibrahim. He brought again Abraham. Ibrahim akaondoka na Lutu ambaye akaambia aondoke naye. Abraham, he went with Lot, whom he was prohibited to go with. Lutu maana yake nini? What does the word Lot mean? Ni mila na desturi. It means the ancestral ceremonies. Ni tabia za asili. Those are the natural, the nature of the world. Maana yake Ibrahim hakuyaacha. Which means Abraham never abandoned them. Hilo jambo likasababisha awe na matala. That caused him to be progamist. Kwa hiyo Ibrahim naye hakufika kwenye kusudi. So Abraham also, he failed to reach the purpose. Lile kanisa halikupatikana. So the church which was intended was not attained. Ambalo Mungu Baba alikuwa analihitaji. Which God the Father wanted. Akaja kwa Musa. He shifted to Moses. Akampa kazi ya kuwatoa na Israeli utumwani. He was given a mandate to bring the children of Israel from slavery. Musa na akaendelea. Moses also began in the journey. Kisome Hesabu sura 20. When we go in Numbers chapter 20, mstari wa 10 na kuendelea, from verse 10 forward, Musa akalemewa. Moses was weary of. Akamuuliza Mungu Baba, kwa nini umenitwisha mzigo mkubwa namna hii? He asked God the Father, why have you given me this burden? Hii inaonyesha kwamba Musa hakumpisha Mungu Baba. This shows that Moses never gave God the Father a chance. Ili Mungu Baba wabebe wale watu. So that God the Father can lead these people. Bali aliwabeba yeye. But Moses appeared that he was the one. Kumbuka pia Hesabu 11. You remember in Numbers 11. Kuanzia mstari wa 10 na kuendelea tena. From verse 10 forward. Musa alipiga mwamba mara mbili. Moses struck at the rock twice. Kwa ajili ya hasira. Because of the anger. Ya kulemewa. Because of the burden that he had. Na taifa la Israeli. From the children of Israel. Kwa hiyo for that, Musa hakuweza kuingiza lile kundi katika nchi aliyoahidiwa. Therefore Moses never brought the children of Israel to the promised land as he was mandated. Hiyo ikasababisha that caused Musa asifike. Moses not to reach the promised land. Kwa hiyo kusudi. Mungu Baba hakuchoka. God never got well. Akamleta Elia Mtishibi. He brought Elijah the Tishbite. Wafalme wa kwanza sura 17. That we find it in First Kings chapter 17 verse 1. Elia Mtishibi ana nguvu. Elijah the Tishbite had power. Kitabu kinasema akasimamisha mvua kwa miaka 3.5. The word of God says he stopped rain for 3 years, for 3.5 years. Na kwa kweli mvua haikunyesha. And the rain never fall. Akapewa kazi ya kujenga madhabahu. He was given authority to build the altar. Ya Aden na Eden. Which was destroyed at Aden and Eden. Ili iwe moja. So that it can be one. Mungu Baba apate mahali pa kuweka miguu yake. God the Father, so that God the Father can get somewhere to stand on. Ili aweze kuanza kufundisha. So that he can begin to teach and make things new. Kufundisha sheria zake kupitia Elia Mtishibi. To teach his commands through Elijah the Tishbite. Wafalme wa kwanza sura 18 mstari wa 30 mpaka 40. In First Kings chapter 18 from verse 30 to 40. Elia Mtishibi amejenga ile madhabahu. Elijah the Tishbite built that altar. Na ameangamiza manabii wote wa uongo. He also destroyed the false prophets. 850. 850. Wafalme wa kwanza sura 19. In First Kings 19. Mstari wa kwanza mpaka wa 10. From verse 1 to 10. Elia Mtishibi anatishiwa na Yezebeli. Elijah the Tishbite was intimidated with Jezebel. Lakini Yezebeli utamwona kama mtu. Jezebel, you can look at her as a person. Lakini ni zile roho chafu ambazo zilianza kuangusha moyo wa mwanzo.
But those evil spirits that he had begun from the beginning, making all those who were before to fall. Zikamwangusha na kerubi. They also made Elijah the Tishbite too. Zikamwangusha na Adamu wa kwanza. He made a cherub, the first Adam. Zikamwangusha na Nuhu. Even Noah. Zikamwangusha na Ibrahim. Even Abraham. Zikamwangusha na Musa. They threw down Moses. Sasa zimemkimbiza Elia Mtishibi. So now they are dealing with Elijah the Tishbite. Na Yezebeli akavunja ile madhabahu. And Jezebel broke down the altar. Kwa maana hiyo basi, because of that, ile madhabahu haikufanya kazi hata kwa siku moja. That altar never worked even for a single minute. Maana alijenga kwa saa moja. Because he built in 1 hour. Na ikavunjwa saa hiyo hiyo. And immediately it was broken. Kwa hiyo tuone kazi ya Elia Mtishibi. We don't see the work of Elijah the Tishbite. Sana sana watu wanaangalia vile vimeujiza vichache. People are looking at those little miracles that he performed. Mungu Baba atishu na vimeujiza vichache. God the Father doesn't care about those miracles. Bali Mungu Baba anaangalia ufahamu ulionao. God the Father is seeking for your understanding. Wenye nguvu ya kukufikisha kwenye kusudi lake. Which has got the mind of making you to reach the destination. Ndicho anachokiangalia. That's what God the Father is looking for. Mungu Baba hakuchoka. God the Father never wearied of. Akamleta Bwana Yesu. He brought Jesus Christ. Matendo ya Mitume 10:38. In Acts chapter 10 verse 38, kitabu kinasema kwamba the word of God says, Yesu alipewa nguvu. Jesus was given power ya kuwaokoa, to save na kuwaponya and to heal wote wanaonewa na ibilisi. Those who were oppressed by the devil. Lakini ndugu mwandishi wa habari na mtangazaji, but my brother the journalist, nadhani unajua kwamba miaka 2000 yote hii ya Ukristo, you may understand the 2000 years that we have passed through in Christianity, bado watu wamefungwa na dhambi. People are still bound with the sin. Watu wana mizigo. People are still burdened. Watu wana magonjwa. People are still in sickness or oppressed. Watu wana mateso. People are still in agony. Dini za Kikristo, religions religions zimebaki kama vyama vya kufa na kusikana. They are just like circuses. Watu wametafuta wokovu. People are seeking for salvation. Watu wametafuta uponyaji. People are looking for healing. Kosa sio la Bwana Yesu. The problem is not for Jesus Christ. Kosa ni wale maadui waliomkosesha moyo mwanzo. The problem is from the beginning, who made the first heart to fall. Na wote waliofuata. And all the line has been talking about. Hakuna hata mmoja aliyepona. None of them survived. Ndio maana Mathayo 27. That's when we come in Matthew. Mstari wa 45. In Matthew chapter 27:45. Paka 48 unasema, paka 46 unasema kwamba the word of God says, basi saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote. During noon time there was darkness all over the nation. Hata saa 9. Until 3. Na kama saa 9 Yesu alipaza sauti yake kwa nguvu akisema. At 3 Jesus Christ cried out with a loud voice and he said, Eloi Eloi lama sabakthani. He said, Eloi Eloi lama sabakthani. Maana yake Mungu wangu mbona umeniacha? Which means, my Father, my God, why have you forsaken me? Yale anaweza akawa ni maumivu aliyopata Yesu. That indicates that it was the pain that Jesus Christ obtained. Lakini kwa ndani yake kuna jambo kubwa zaidi. But inside that information there is a very big understanding in it. Kwamba kazi alizotumwa hazikutimia. Through that crying, the work that he was sent to accomplish never came to the climax. Kwa hiyo akazani kana kwamba Mungu Baba amemwacha. And he thought that God the Father has abandoned him. Hata wewe ndugu mtangazaji wa TV, even you journalist, kama umefunga na kuomba sana, maybe you have ever fasted and prayed, afu matatizo yakakuandama, and instead of the problems to go away, they increased. Unaweza ukasema Mungu Baba mbona umeniacha? You can also cry and say, God the Father has forsaken. Kumbe Mungu Baba hajakuacha. But God the Father has never forsaken. Bali yale maroho machafu, but the other evil spirits that have been making those all people, yaliyoanzia moyo mwanzo,
That began from the beginning of the Yakaona mtiririko huo. So they came in that way. Mpaka akakufikia. And they also they are after our neck. Na Mathayo 16:18. In Matthew 16:18. Yesu alitamka msamiati kwa mara ya kwanza pale. That's when Jesus Christ came up with Alijenga kanisa langu. He said, I will build my church. Na malango ya kuzimu hayatalishinda. Which the gates of the hell will never prevail against. Yesu pale alizungumza na ufahamu mwingine. In that moment, Jesus Christ used a different understanding. Ule ufahamu wa chanzo halisi. It was the understanding of the source. Aliliona kanisa. Of the God the Father who saw the church. Ndio aliozungumza ndani yake. It's what spoke through Jesus Christ. Kwamba pamoja na wote waliotumwa kushindwa kujenga kanisa. He said, though those who were sent, all of those who were sent to build the church, they were defeated. Lakini chanzo halisi atalijenga tu. But the source, the real heart of God the Father, will build it. Na akasema halitashindwa na malango ya kuzimu. And that church will never be prevailed by the gates of the hell. Malango ya kuzimu tumeshayaona. The gates of the hell we know. We have seen them. Pale Ufunuo 12:1. In Revelation 12:1 mpaka 9. Up to 9. Kuna zile ishara tatu. There are those three signs. Na pia tumeona kuna mtu wa ujuzi wa mema na mabaya. We have seen the tree of knowing good and evil. Na pia pale Ufunuo 12:4 kuna mkia wa nyoka. In Revelation 12:4 there is a tail of a snake. Pia Wathesalonike wa pili 8 kuna asi. In 2 Thessalonians 2:8 there is that spirit of rebellion. Pia Ezekiel 28 kuanzia 16 kuna mavumbi. In Ezekiel 28 from verse 18 there is what we call ash and sand. Kwa maana hiyo hayo maroho machafu yote. So those evil spirits, kazi yao yalikuwa ni malango ya kuzimu. Those were the gates of the hell. Kuzuia kanisa. And their work was to hinder the church. Ila Mungu Baba ambaye ni chanzo cha mazuri na mema, but God the Father who is the source of good things, alijua yuko siku atayafuta. He knew there is one day I will demolish them all. Ndio maana anazungumza katika Mathayo katika Isaya 43 ule mstari wa 18. That's why he says in Isaiah 43:18 ya kwamba nitafanya jambo jipya. He says I will make a new thing. Isaya 43:18 na 19. 19 anasema tazama mtatenda jambo jipya na litachipuka. And behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Kwa hiyo anapozungumza kwa habari ya jambo jipya, when he speaks about a new thing, maana yake atabatilisha kila kitu. Which means he is going to change the whole system that vilivyowahi kuonekana, which has ever appeared on alete vingine vipya, so that he can bring a new face which has never been there. Bwana Yesu alipokuja duniani, when Jesus Christ came on the earth, dini zilikuwepo. Religions were there. Hata waliomwona wana dini. Even those people who killed him were religious. Madhehebu yalikuwepo. Religions were there. Denominations were there. Ukisoma Matendo ya Mitume 5:17, when you read in Acts of the Apostles 5:17, kitabu kinasema kwamba the word of God says, na madhehebu ya Masadukayo wenye wivu wakawaua mitume na wa wakati ule. He said the denomination of the Sadducees were full of envy. They killed the apostles. Maana yake ni nini? What does this mean? Madhehebu yalikuwepo. Which means denominations were there. Kwa hiyo dini sio jambo jipya kwa Mungu Baba. Which means these religions and denominations is not the new thing to God. Pamoja na madhehebu. Together with denomination. Kwa hiyo Mungu Baba alisema nitafanya jambo jipya. When God the Father says I will make a new thing, ambacho kwa mara ya kwanza Yesu alikitamka Mathayo 16:18, which Jesus Christ for the first time he mentioned kwa habari ya kanisa. In Matthew 16:18, Yesu alipotamka habari ya kanisa, when he talked about the church, basi hata dini zikajiita kanisa.
So even religions called themselves what? Churches. Hata madhehebu yakajiita kanisa. Denominations also called themselves churches. Mtu akijenga ukumbi wake au hekalu lake, when somebody builds his hall or he builds his sanctuary, anabandika msalaba pale juu. He puts the cross. Basi kila mtu akipita anajua ni kanisa. He says when somebody passes out, then he says this is a church. Labda nikuuliza ndugu mtangazaji, na unaamini hivyo? Well, let me ask you, journalist, do you also believe that kwamba kila nyumba yenye msalaba ni kanisa? That whenever you find a cross is a church? Au kila mahali pana msalaba ni kanisa? Whenever you find a cross is a church. Hebu tuambie ndugu mtangazaji wanasemaje hapo? Sawa, umejibu vyema. Umejibu vyema. Kama wengi wanavyojua. Sasa swali la pili. A second question. Je, makaburini hamna msalaba? So what about in the cemetery? Is there no crosses? Je, napo ni kanisa? Should you say those in the cemetery are also churches? Swali la tatu. The third question. Kuna wanaochora misalaba mikononi kama tattoo. There are those who make tattoos of cross in their body. Lakini jambazi. But he's a thief. Ni mlevi. He's a drunkard. Ni mzinzi. He's a harlot. Ni muuza madawa kulevya na kuyatumia. He's a druggist. Kwa msalaba sio alama ya Ukristo. So the cross is not a mark of Christianity. Wala sio alama ya kanisa. It's not a mark of the church. Tukifanya hivyo tunajidanganya. If we do that then we are deceiving ourselves. Kwa sababu kuna wanavaa gold za msalaba. There are other people who put on the cross. Exactly. Na picha ya Yesu kwenye ile gold. And the picture of Jesus Christ on that gold. Lakini hawana matendo ya Yesu. But they don't have those actions of Jesus Christ. Mungu Baba hakuishia hapo. God the Father never stopped there. Ukisoma Mathayo 17 kuanzia mstari wa 10. When you read in Matthew 17 from verse 11 up to 11, Yesu anasema Elia ameshakuja. Jesus says Elijah has come. Na Elia atakuja. And he says also Elijah is coming. Kutengeneza yote. To renovate everything. Yesu anapozungumza namna hiyo. When Jesus speaks like that, alizungumza habari za Elia aliyekusha kuja kwa maana ya Yohana Mbatizaji. He was talking about Elijah who had come as John the Baptist. Lakini pia akasema atakuja mwingine. But he also confirmed them that he's coming another one. Ile roho yake. Which means the spirit of Elijah. Ili iweze kurekebisha yote. To come and renovate everything. Ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha Luka. That's why when you read in the book of Luke, mstari wa 17. Luka 1:17. In Luke chapter 1. Sasa na atatangulia mbele zake katika roho ya Elia. He says and he shall go before him in the spirit of nguvu zake and his power. Ili kugeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto. To turn the hearts of the father to the children. Na kuatilia waasi akili za wenye haki. And to the disobedient to the wisdom of the just. Na kumwekea Bwana watu waliotengenezwa tayari. To make ready a people prepared for the Lord. Kwa hiyo kuna Elia ambaye alisema atakuja. So there is a promise of Elijah to come. Aliwahi kutokea Elia Amerika. The one time Elijah appeared in America. Lakini hakuleta majira mapya. But he never came with a new season. Hakutengeneza chochote. He never did anything. Maana yake ni nini? What does this mean? Kulikuwepo na Elia mwenyewe. The real Elijah was there. Kwa sababu lazima awe mmoja kwenye kizazi. It is that he must be only one in every generation. Na roho yake ndio inatenda kazi katika kizazi hicho. And that spirit is the one which works throughout that generation. Si kwamba tunaipendelea sana Tanzania. It doesn't mean that maybe we have favored Tanzania. Kwa sababu tunazungumzia mambo Tanzania. Because we are talking these things when we are here in Tanzania. Bali Mungu Baba alimleta Elia Adamu wa pili. But God the Father brought that spirit of Elijah, the second Adam. Na alikuja mwaka 2003. And he came in the year 2003. Hapa Tanzania. Here in Tanzania.